Karibu sana msikilizaji katika kituo chetu hichi ili niweze kukufahamisha na kukusogeshea karibu taarifa ambazo zimeendelea kutokea na zile ambazo tumeweza kuzifuatilia kwa ukaribu, pia tuweze kuzichambua na kupata kuzielewa kwa kina. Sasa msikilizaji, taarifa ambazo ninazipata siku ya leo ni mwendelezo wa taarifa zilizoweza kutokea siku ya jana kuhusu mtoto ambaye Samia Suluhu aliweza kusemekana kwamba ameweza kumwasili. Katika ukurasa wa Ikulu Tanzania siku ya jana kumewekwa posti hii ambayo inasoma hivi: Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan akimpokea mtoto Grace Samia Suluhu kutoka kwa mkuu wa wilaya ya Nzega Mheshimiwa Tukai. Katika tarehe 11 Machi mwaka 2026 wakiwa Ikulu Chamwino Dodoma. Sasa msikilizaji, nita make sure kwamba nimekuwekea picha hizo kwenye video hii uweze kutazama. Kinachotokea ni kwamba kuna taarifa ambazo zimetokea kuhusu mtoto huyo ambaye ameweza. Cha kwanza, mtoto huyu alisemekana kwamba alikuwa ametelekezwa na kwa hivyo Samia kwa ubora wake akaweza kumwasili kama mtoto wake. Unaona hapa ameweza kutambuliwa kama Grace Samia Suluhu, ndio jina aliyoweza kupokezwa rasmi. Sasa kuna taarifa ambazo ninazipata kutoka kwa mwanaharakati Mange Kimambi ambazo amesema kwamba amezipata taarifa za moja kwa moja kutoka kwa familia ya Samia Suluhu Hassan, ambayo kwamba imeweza kumpatia stori kamili cha kilichotokea kuhusu mtoto huyu ambaye alisemekana kwamba alikuwa ametelekezwa. Kulingana na kisa hicho, Mange anasema kwamba mtoto huyu ametokea Zanzibar katika ukoo wa Samia Suluhu Hassan. Ni hivi, hakuna mtoto aliyetelekezwa. Huyo mtoto aliyebebwa na Samia leo hajatelekezwa. According to huyu mwanafamilia wa Samia, huyu mtoto katoka Zanzibar. Ni mtoto wa ndani ya familia ya kimama. Kazaliwa na msichana mdogo ambaye alikuwa hajaolewa, mtoto wa Kiislamu, na mimba ilikuwa inafichwa. Ndio huyo mtoto. Yani mtoto yuko ndani ya ukoo wa kimama, katokea Zanzibar. Kilichotokea kulingana na story hii ni kwamba kuna mwanadada ambaye ni wa ukoo wa Samia Suluhu ambaye bila shaka ni Muislamu, na inapokuwa kwa Waislamu ni kama hairuhusiwi kupata ujauzito kama haujaweza kuolewa ama hujaweza kufunga ndoa. Kama ijawa rasmi kabisa kwamba upo kwenye ndoa, basi inakuwa sio vizuri kuwa na ujauzito. Sasa kuna mwanadada katika ukoo wa Samia ambaye alipata ujauzito huu kama hajakuwepo kwenye ndoa, na ujauzito huu ukalelewa kisirisiri mpaka mtoto huyu akapatikana. Na sasa mtoto huyu alipopatikana, ndo mtoto huyu ambaye ameletewa Samia Suluhu, ambaye ilisemekana kwamba mtoto huyu alitelekezwa na baadaye Samia akaweza kumchukua akamfanya kama mtoto wake. Kulingana na taarifa ambazo amezitoa Mange ni kwamba ndani ya siku chache zilizoweza kupita, kuna vitendo ambavyo uongozi wa CCM unavifanya kama njia moja ya kusafisha maovu yaliyoweza kushuhudiwa tarehe 29.
baadhi ya vitendo hivyo vinafanyika ili kufuta picha ama taswira ya Oktoba 29 kwenye akili za Watanzania. Kinoti for the past few weeks, kama yani hamjanoti, kuna kama campaign CCM wameianza ya kumsafisha Samia, kusoften image yake. Yani wanajaribu kumsafisha image yake ili Watanzania msimuone tena kama mnyama, mwanze kumuona kama ni binadamu, msahau yale mauaji aliyofanya. Kama mmenoti hii wiki zote anatoa milioni 10, anatoa milioni 10, milioni 20, leo mtoto. It's a campaign. Yani ndo kwanza wameanza. Mnaikumbuka ile Royal Tour alipoingia madarakani. Sasa hii campaign ya sasa hivi, hii ni Royal Tour 2.0. Ndo kwanza imeanza. Wanajaribu kufanya Watanzania yani kama vile yani msahau huyu mtu aliua watoto wetu. Huyu mtu alituulia vijana wetu ili abaki madarakani. Aliua Watanzania kwa ajili ya urais. CCM wanajaribu kufanya Watanzania msahau. Yani kama vile mchukulie hicho kitu poa, mumchukulie Samia poa. Yani vinafanyika kwa ajili ya kumfanya Samia aonekane kuwa bora, aonekane kuwa kiongozi bora kwa Watanzania, ili kwamba waweze kuzifuta baadhi ya picha ama waweze kusahau baadhi ya matukio aliyoweza kushiriki kuyafanya yaliyowaumiza Watanzania. Kwa hivyo kitendo hichi cha kusema kwamba ameweza kumwasili mtoto aliyetelekezwa ni moja kati ya yale matukio ambayo yameendelea kufanyika ili kuweza kuhakikisha kwamba wanasafisha uso wa Samia na wanamfanya Samia aendelee kupata mapenzi kwa Watanzania. Lakini pia kikubwa zaidi ni kwamba wanapoendelea kufanya matukio haya, wahakikishe kwamba watu wanaendelea kupoteza ile tamaa ya kumkataa Samia, ile tamaa ya kuweza ama ule uchungu waliweza kuupitia na kuanza kumuona kama mtu bora. Yaani kwa upande mwingine ni kama wanataka kuitengeneza sura mpya ya kiongozi ambaye ni mkarimu, ya kiongozi ambaye ni anajali maslahi ya wananchi, ya kiongozi ambaye ni mwema tu, ambaye ana utu, ambaye bila shaka hawezi kuonekana kwamba alishiriki katika maovu yaliyoweza kutokea Oktoba 29. Lakini pia hata ukiachana na Oktoba 29, kuna mengi tu ambayo ameweza kushiriki kwayo, ambayo sasa wana CCM wanatafuta mbinu za kuyaepuka na kufanya uongozi huo wa CCM uendelee kuonekana kuwa bora na utakaoweza kuendelea kuwafaa Watanzania. Sasa ndani ya matukio haya ambayo yameweza kutajwa bila shaka msikilizaji, unaweza kupitia katika kurasa za Ikulu na baadhi ya viongozi waliopo chini ya CCM, utaweza kuona kwamba ndani ya siku chache zilizoweza kupita wanajitahidi sana kuhakikisha kwamba wamefanya kitu tu ambacho kitaweza kuwafurahisha wananchi, ama utakapoweza kuangalia ukaona ukasikia, unaweza kuwapigia makofi ukasema kwamba serikali inafanya kazi na kwamba tuna viongozi ambao ni bora. Lakini matukio hayo ni sawa na haya ambayo ukiyachunguza sana unapata ni cover tu na sio kitu cha maana, ama sio kitu ambacho kimetoka moyoni mwa mtu, sio kitu ambacho kinafanywa kwa ajili ya kuleta ubora fulani kwa taifa. Ni kitu ambacho kinafanyika kwa ajili ya kufunika picha mbovu
na kuweza kuhakikisha kwamba kuna sura mpya ambazo zinatokea pale. Msikilizaji, nazidi kukukaribisha katika kituo chetu hichi, uendelee kutufuatilia na kutia subscription ili tuendelee kufahamishana siku hadi nyingine na kuhakikisha kwamba tunapata kujuzana na kuelimishana kuhusu yale yote ambayo yanaweza kuendelea kutokea.